tabia sasa za mhuduma, haswa akiwa kwa madhabahu. Tuseme amen. Tumesema kwamba sio ni wahuduma. Sasa huyu mhuduma inafaa akae namna gani akiwa kwa madhabahu? So topic yake siku ya leo nataka nijifunze kuhusu ministers altar ethics. Ministers altar ethics. Ministers altar ethics. Media team itatusaidia vile ambavyo huwa tunafanya na itakuwa baraka sana. Ministers altar ethics. Ministers altar ethics. Hiyo ndio topic yetu ya siku ya leo. Kwa hivyo kanisa, tunapozungumza kuhusu ministers altar ethics, tunazungumza kuhusu tabia za mhuduma anapokuwa kwa madhabahu ama anapokuwa katika nyumba ya Mungu. Tunajifunza kuhusu maadili. Tunajifunza jinsi ambavyo mhuduma anafaa ajibebe akiwa katika nyumba ya Mungu. Kumbuka tunasema kwamba tukizungumzia kuhusu mhuduma, hatuzungumzii tu wachungaji peke yake. Kila mtu ni mhuduma katika nyumba ya Mungu. Kwa hivyo kuna vile ambavyo mhuduma inafaa akae katika nyumba ya Mungu. Kuna vile ambavyo mtumishi wa Mungu inafaa akae katika nyumba. Kuna tabia za mhuduma haswa kwa madhabahu. Very good. Ministers altar ethics. So hizi ni tabia za mhuduma. Kama mimi ni mhuduma wa praise and worship, kuna vile ambavyo inafaa nikae katika nyumba ya Mungu haswa kwa madhabahu. Kama mimi ni huduma yangu ni kwa ajili ya kuhubiri, kuna vile ambavyo inafaa nikae. Kuna tabia za mhuduma yule ambaye ni wa kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo ndio vitu ambavyo tunaenda kujifunza siku ya leo, alafu Mungu anatubariki, tunakuwa bora zaidi katika jina la Yesu. Sema amen. Tusome tafadhali neno la Mungu katika Timotheo wa kwanza, 1 Timothy chapter 3 verse 14 and 15. 1 Timothy chapter 3 verse number 14 and 15. Timotheo wa kwanza 1 Timothy chapter 3 verse 14 and 15. Tusaidie kwa Kiswahili sababu ya kuelewa. Asante. Biblia inasema kwamba na kuandikia hayo nikitarajia kuja kwako hivi karibu, lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mstari wa kwanza unasema kwamba kuna vile ambavyo yafaa kukaa ama yafaa sisi tukiwa katika nyumba ya Mungu, kuna vile ambavyo inafaa tuenende. Sema amen. Kuna tabia ambazo inafaa tuwe nazo katika nyumba ya Mungu. Kuna mambo ambayo inafaa tufanye tukiwa katika nyumba ya Mungu. Sababu gani? Tunajua kwamba nyumba ya Mungu, Yesu alisema kwamba itakuwa nyumba ya maombi. Kwa hivyo kuna tabia, kuna vile ambavyo yafaa tukae ama tuenende katika nyumba ya Mungu. Na baadhi ya hizo vitu tutaweza kuzungumza siku ya leo na Mungu anatubariki. Bwana Yesu asifiwe. Tuko tayari? Tuko tayari kanisa? Na Mungu anatubariki sana. So, tukizungumzia kuhusu ministers altar ethics, tunazungumzia kuhusu discipline ya mhuduma akiwa kwa madhabahu. Tunazungumzia kuhusu manners. Tunazungumzia kuhusu vitu ambavyo mtu ambaye anahudumu katika nyumba ya Mungu yafaa afanye akiwa katika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Najua kwamba Mungu anatubariki sana kwa jina la Yesu. So, nataka nianze hivi. Mungu ni Mungu ambaye anapenda order. Tunaisoma hivyo hapa. Ya kwamba 1 Corinthians chapter 14 verse 40 inatuambia kwamba na kila kitu kifanyike kwa uzuri. Hivyo ndio Mungu anataka hata katika nyumba yake mambo yafanyike kwa uzuri. Na nataka nishukuru Mungu sababu ile standard ambayo Mungu ameleta katika House of Peace, mambo yanafanyika kwa uzuri. Kuanzia mwanzo kipindi hadi kipindi, kila kitu kinafuatana vizuri, sababu lazima katika nyumba ya Mungu kuwe na utaratibu. Sababu Mungu wetu sio Mungu wa confusion. Mungu wetu anakuwa Mungu wa order. Kwa hivyo anataka hata kazi yake katika nyumba yake ikuwe na order. Praise the Lord. Sababu Mungu wetu si Mungu wa kuchanganyikiwa, anataka order. Ndio maana tunasema kila kitu lazima kiwe na time yake.
Tunaanza asubuhi saa moja mpaka saa 2 mpaka saa 3, saa 2:30 kuna ibada ya kwanza. Kutoka pale tuingie kwa worship. Kutoka pale tuingie kwa maombi. Na kila kitu kinafanyika kwa uzuri sababu Mungu wetu anapenda order. Say amen. Kwa hivyo haifai kuwa na confusion katika nyumba ya Mungu. Na ndio maana katika nyumba ya Mungu kuna watu ambao wanaitwa ushers. Ushers ni wahudumu ambao wanasaidia Mungu kuleta order katika nyumba yake. Say amen. Hao ushers sio watu wanasimama tu pale wanakaa tu pale kwa mlango sio kujifurahisha hapana. Wako pale sababu ya kuhakikisha kwamba kanisa ya Mungu kuna utulivu, kuna order. Kanisa sio kanisa. Na ndio maana tunaona tumekaa vizuri sababu ushers wametupanga. Hiyo ndio kazi yao sababu nyumba ya Mungu lazima kuwe na order. Na wale ambao wanatusaidia kwa order ni ushers. Na ndio maana nataka nianze niseme hivi ya kwamba kila wakati unapokuja katika nyumba ya Mungu na upatane ama uone usher ako pale sababu ya kukuelekeza. Kuna wakati nilipata tu habari Mungu amesaidia tunaelekesha kwamba kulikuwa na wakati sana hata sokoni na dalika kwamba mara nyingi watu wanapata wakati baada inaendelea watu wengi wanatoka nje wakirudi nje. So nikaambia ushers kwamba kazi yenu ushers ni kuzuia watu kutoka pale kuleta order katika nyumba ya Mungu. Mungu hataki confusion ya kwamba tuko hapa pengine pastor hapa mbele anahubiri na kuna watu wanatoka nje wanaenda kupiga story pale nje ama na shughuli zao. Sababu hiyo kuna ushers ambao kazi yao ni kuleta order katika nyumba sababu Mungu wetu ni Mungu wa order. Tuseme amen. So hawako pale sababu ya kujipendekeza, wako pale sababu ya kuleta order katika nyumba ya Mungu sababu Mungu wetu ni Mungu wa order. Say amen. So nataka niseme hivi. One of the order ama pulpit ethics ni kwamba lazima kuwa na utulivu katika nyumba ya Mungu. Vile ambavyo tumetulia saa hii, tukisikiza neno la Mungu, wakati hata wa kuimba lazima kuwa na utulivu na wale watu ambao wanatusaidia ni ushers. Tuseme amen. Na hiyo funzo litakuwa nzito kwetu sana ili Mungu anatusaidia. Tuseme amen. Na itakuwa vizuri sana tunasaidika, tunakuwa bora zaidi. Tusaidie Wakorintho wa kwanza 14:33 tafadhali. Wakorintho wa kwanza 14:33, 1 Corinthians 14:33. 1 Corinthians 14:33. Biblia inasema kwamba kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Mungu hapendi confusion. Mungu hapendi mahali ambapo hakuna order, bali wa amani. Vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. So kila kanisa la watakatifu lazima kuwe na amani ama kuwe na order. Sababu gani? Mungu wetu si Mungu wa machafuko. Tuseme amen. Tuende mstari wa 40 please. Mstari wa 40. Lakini mambo yote kanisani yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. So tukiwa kanisani lazima kila kitu ambacho tunafanya kitendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Sina maneno yangu, ni maneno ya Mungu mwenyewe anasema kwamba hata kanisani, tukiwa kanisani lazima kila kitu kitendeke kwa utaratibu. So nataka tuweze kujifunza kuhusu some pulpit ethics na Mungu anatusaidia kwa huduma, Mungu anatusaidia kwa jina la Yesu. Number one, tabia za huduma. Number one, prepare adequately. Prepare adequately. Nije tusaidie tafadhali. Prepare adequately. Prepare adequately. Prepare adequately. So kanisa nasema hivi, kila mhuduma katika nyumba ya Mungu, ukitoka nyumbani ukikuja katika nyumba ya Mungu, lazima uje ukiwa umejitayarisha sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Katika Biblia Exodus inasema kwamba wakati wote ambapo Mungu alikuwa anataka kukutana na wana wa Israeli, alikuwa anawaambia wajiandae. Siku moja akitaka kukutana na wao, aliambia mtumishi Musa, enda waambie wana wa Israeli wajiandae siku 3 kabla ya kukutana na mimi. So kanisa, kila mhuduma anapotoka nyumbani kwake akikuja katika nyumba ya Mungu, lazima ajiandae. Sio kanisani, anaanza kujiandaa kule nyumbani. Sababu gani? Anakuja kukutana na Mungu wake. So kila mhuduma, tuseme kama sisi wote ni wahuduma, kila mhuduma
unapojiandaa kukuja katika nyumba ya Mungu, kitu ambacho nasema kwamba prepare adequately, jiandae vizuri. Sababu gani? Unaenda kukutana na Muumba wako. Wakati for example tunaenda na askofu kwa mfamilia pale, kulikuwa na rais alikuwa anakuja pale. Wakati unaenda mkutano ambao iko na president, unataka kushaka baba na hivi kweli kweli, ama unajiandaa vizuri. Watu wanaenda sokoni, wanaenda kununua nguo mpya sababu wanaenda State House kukutana na president. Sasa sisi kama wahuduma katika nyumba yake ya nyumba ya Mungu, tunakuja before the King of Kings. So tukikuja katika mbele ya mfalme wa wafalme, yafaa tujiandae zaidi. Sababu gani? Tunakuja kukutana na mfalme wa wafalme. Kwa hivyo kila huduma, kabla utoke nyumbani ukuje, unakuja mbele ya mfalme wa wafalme, jiandae vizuri zaidi. Tuseme amen. Musa akaambia Exodus 19 verse 10 to 11, please, in the name of Jesus. Exodus 19 10 to 11. Thank you. Exodus 19 10 to 11. Tusikize kile ambacho Mungu anatusaidia kuona. Exodus 19 10 to 11. Bwana akamwambia Musa, nenda kwa watu hawa ukawatakase leo na kesho, wakazifue nguo zao. Huyu ni Musa anaambiwa aandae wana wa Israeli, sababu Mungu alikuwa anaenda kukutana na wao. Biblia inasema kwamba Mungu akawaambia kwamba wajitakase, alafu waoshe nguo zao. Na ndio maana unaanza kukuja church, so atukujaje tukio tumeng'ara sababu tunaenda kujionyesha, tunakuja because tunajua tunaenda mbele ya mfalme wa wafalme. Say amen. So Musa akamwambia nenda waambie wajitakase na wafue nguo zao. In other words, wajitakase kama wana makosa ambayo wamefanya, kama gani, watubu. Bwana akamwambia wewe wawe tayari kwa siku ngapi? Siku ya 3. Yaani siku ya kwanza umejitayarisha, siku ya pili umejitayarisha, Mungu anakuja siku ya 3. So huduma unapojiandaa kuja katika nyumba ya Mungu, lazima uwe na matayarisho ya kutosha. Tuseme amen. Hao waliambia siku 3. Maana siku ya 3 Bwana atashuka katika mlima wa Sinai machoni pa watu hawa wote. So kila mhuduma, sisi wote ni wahuduma, kabla ukuje katika nyumba ya Mungu, hakikisha kwamba umejiandaa vizuri. Jitakase. Ndio sasa kama nilikuja asubuhi mmoja akifunza kuhusu pleasing God. Yule mtu ambaye Mungu anapendeza, yule mtu ambaye amejitakasa. Ndio sasa katika nyumba ya Mungu kuna vyombo aina mbalimbali, na vyombo ambazo zinajitakasa zinatumika vizuri. So kujitakasa ni kujitayarisha. Sababu gani? Unaenda katika mbele ya mfalme wa wafalme kutumika. Ndio utumike kama chombo bora, lazima ujitakase. Bwana sifiwe. Lazima uombe, ujiombee. Biblia inasema kwamba Yesu katika Luke chapter 6 verse 12 na 14. Biblia inasema kwamba Yesu kabla aende kuchagua wanafunzi wake, Yesu alikaa usiku wote akiomba. Sababu gani? Kulikuwa na assignment ilikuwa mbele yake. So akichukua usiku mzima akiomba, ndio asubuhi aenda kwa ndani, asubuhi aenda chague wanafunzi. So mhuduma wote ambaye ako na assignment katika nyumba yake, labda unakuja kwa programa, labda wewe unakuja kuhubiri, labda wewe unakuja kuombea watoto, lazima uchukue nafasi nzuri ya kuomba. Yesu usiku wote, Luke chapter 6 verse 12 to 14. Usiku wote ameisha kiomba Bikoni Maina. Sababu ndio asubuhi aenda achague wanafunzi. Hiyo ni kwa assignment. So mhuduma wote wakati unapewa assignment na taasisi ya kwamba utakuwa programa, utakuwa unaongoza ibada, utakuwa unaongoza pima, lazima uchukue muda mzuri kujitayarisha. Praise the Lord. Ukiambiwa unaenda kuhubiri, for example kuhubiri na kufunza, lazima uchukue nafasi nzuri ya kustudy, usome neno. Second Timothy, please watch us on here. 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothy chapter 2. Biblia inasema kwamba jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Kiingereza inasema kwamba study to show yourself approved.
So wakati ambapo kuna assignment mbele yako, one of the preparation kitu ambacho tunafanya kujiandaa ni kusoma zaidi. Jitahidi zaidi kujionyesha kuwa na Mungu. Mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari akitumia kwa halali neno la kweli. So kila wakati uko na assignment ambayo umepewa katika nyumba ya Mungu, chukua nafasi nzuri kujitayarisha. Sababu gani? Hao watu wote wanatoka nyumbani wakiwa wako na mawazo, wanakuja kusikiza neno. Hakuna haja kuja hapa mbele, hakuna kitu nawaambia. So chukua nafasi nzuri kujitayarisha. Hiyo tunasema adequate preparation. Hata kama unakuja kuongoza nyimbo hapa, mhuduma wa minister kwa praise and worship, chukua nafasi nzuri kujitayarisha kwa kuomba, kujitakasa, sikiza nyimbo. Sikiza watu wengine wakiimba. Sababu gani? Unajiandaa sababu ya kazi ambayo iko mbele yako. Bado utakuja hapa utakuwa dash. Mimi kuja hapo unaimba hapo pengine unaongoza ibada sana kwa ibada imekauka. Unashangaa shida nini? Shida si kanisa, shida ni ile matayarisho ambayo ulijitayarisha. Pengine uko na muda mzuri wa kuomba. Wiki mzima ambao wewe utahubiri Sunday, wiki mzima hakuna siku umeomba. Umekula leo wiki mzima na unafunga Friday. Jumapili unakuja hapa hakuna kitu. Sababu gani? Hujachukua muda wako kujitayarisha. So kanisa ndio kuwa mhuduma bora zaidi. Adequate preparation is required. Wanaweza sio huduma. Hata si kwa hata ushers. Ndio ufanye kazi vizuri, lazima ujitayarishe vizuri. Ndio utoke unajua ukisema kwa sababu sasa hivi hapa leo tarehe 21 masala itakuwa tarehe 28. Kuna mtu gani pesa ya kwamba ukiwa hapo ukiwa umekaa hivi inafaa ukishamaliza unaona vile umevaa leo. Inafaa sasa hiyo saa nyingine brother Joe, inafaa hiyo saa nyingine next Sunday ujue vile utakuwa umevaa. Hiyo itakusaidia wiki ikianza brother Maina, wiki ikianza hizo nguo usizitumia hapo na zile kando zinangojea Sunday. Lakini wakati ukianza kutafuta nguo ya kuvaa asubuhi ya Sunday, mchungaji, lazima utachoka, utakuja ukiwa umechelewa, utakuja ukiwa frustrated kwa Sunday nguo zote zinakuwa nzuri. Bwana sifiwe. Unashika hiyo unasema hii ni nzuri. Unashika unasema na try inaenda hii. Wacha naanza kwa hiyo ndio unaenda sima na bado unaachana. Unashika hii hii uzi inatoka. So on Sunday nguo zote zinakuwa nzuri. So adequate preparation. Ukitoka hapa jioni Monday, jua kwamba Sunday nitavaa nguo fulani. Huyu ni mhuduma ambaye kwa serious. Sababu ya mhuduma ambaye kwa mbele yako. Bure Sunday ndio unakutana tu yote unakuja naye. Lakini mhuduma anajiandaa vizuri. Adequate preparation. Sababu gani? Unakuja kusimama mbele ya mfalme wa wafalme. Na uweze kusimama mbele ya mfalme wa wafalme hivi tu. Lazima uchukue nafasi nzuri ya kujiandaa. So mhuduma number 1, adequate preparation. Say amen. Amen. Bwana asifiwe. Wala Mungu ametubariki na watoto ni hivyo. Ukitaka vizuri watoto wako wapange mapema, hata kama sio mzima on Saturday wapange. Una asubuhi utapata soksi haipatikani. Unazunguka mama unazunguka. Soksi ya mtoto ipo hapo. Unakasirika, unapiga kila kitu hapa kusipa nyumba sababu soksi haionekani. Alafu unakuja kati ukiwa umekasirika. Sababu mhuduma hajajiandaa. So ukikuja kwa nyumba unapiga pusi, unakuja kwa madhabahu ukiwa umenuna. So ile kitu kama ukituibia hapa, ile kitu kuna achilia kwa anga ni manunguniko. So watu wanashangaa, mbona imekuwa ibada mtukufu? Kumbe kuna mtu amefahamu nani? Amepigana na kusia siku sababu soksi ilipotea na sababu kutafuta jana. So Saturday ana kutafuta kusali sana vitu zako weka hapo. Ndio Sunday asubuhi ni kuoga uso na kunywa chai na kuondoka. Huyu ni Mungu ambaye ako serious. Adequate preparation. Say amen. Kwa kusizio kuna kwa na Sunday nyingi sana na Sunday na zinakuwa kwa sababu ya distraction yako. Ndio kwa siku asubuhi. Unakuja hapo mama amekwambia kwamba unakuwa session ya kwanza, tayari umekorofishana na bibi kwa nyumba na mzee kwa nyumba, umeacha mzee bila breakfast. Wanaweza kusema mama, wala ambao mama wakaona wazee wakuja hapa church. Adequate preparation, amka 5, tengenezea mzee chai, waachie yeye kwa nyumba pale. Haleluya. Hapo utapata ile neema itoshe. Hiyo ni adequate preparation. Usiache mzee na sufuria huko sasa. Ukishakuja church kwa church unaiba hivi, mzee anang'ana na kiberiti. No. Adequate preparation, panga mzee mapema.
chakula nitaanzia wapi? Nitajibu nini? Sababu mhuduma hakujipanga mapema. Sasa unatokanga hapa unakutana na vita kwa boma. Ulienda chachi ndio mambo yanakuwa mazuri, lakini ile anointing umetoka nayo inaharibiwa sababu hukuacha home ukiwa sawa. So mhuduma adequate preparation, tengeneza mambo mapema on Saturday. Your Sunday mambo iko rahisi, kuja kanisani tubariki. Adequate preparation. Bwana Yesu asifiwe. So mhuduma wote, sisi wote ni wahuduma. Tukijiandaa kuja church, number one thing, adequate preparation. Mnaona kama mama yetu yuko anakuwa hapa sasa amejogoka asubuhi kweli. Mnaona yuko kweli, tupigie kwa tafadhali. Sawa sana. Mnaona kama amejogoka asubuhi akipile kadi saa 12 kweli. Kipanga mapema. So wewe pia jiandae mapema. Stima zinapotaka sana ya asubuhi. Wala ambao wana stima. Piga kwa yako nguo basi mapema asubuhi. On Saturday stima zinapotaka asubuhi mpaka saa asubuhi tu. Stima ziko. Ama asubuhi tu ndio unachukua basi, kumbe mtoto alikuwa ameizunguka chini iko na matope. So ukiweka kwa shati ya white, asubuhi ya Sunday. So mhuduma mzuri mchungaji, on Saturday amemaliza shughuli zake zote, nguo ziko pale, ako tayari kwenda church. Na akaenda church anaenda kuhudumu akiwa free. Adequate preparation. Mtoto sasa ako hivi during the week huko wana. So Sunday na shati ya white unaanza stay na itokani so umepazika. Ndio ndio siku ya wiki. Sitaangalia kiongozi. So hiyo siku na kwanza kuja na uniform au na uniform, kumbe huko jipanga mapema hasi kushika nguo. Adequate preparation. So Mungu asaidie sana wahudumu. Ndio tuweze kuleta acts excellent katika nyumba ya Mungu. Adequate preparation ni muhimu sana. Tumebarikiwa. Number 2. Thank you. Number 2. Number 2 tunaita kwamba carry something from your personal altar. Carry something from your personal altar. Kusaya kwanza adequate preparation. Ya pili nasema carry something from your personal altar. Carry something from your personal altar. This is what I mean. A personal altar ni mahali ambapo kabla ukuje church kuna wale wanaanza ibada. Say amen. Nataka nikusaidie siku ya leo. Kama ni mtu unatoka tu home na kimbia church na kuanza usako hapa sasa, jifunze siku ya leo. Ibada inaanza kwa mahali inaitwa personal altar. Mahali ambapo mchungaji Makoha anakutana na Mungu wake kwanza. Hapo ndio inatoka personal altar. So kabla tukuje church kienda hapa kienda kufurahia, hizi nyimbo zinafaa zikuwe zimetoka wapi? Kwa personal altar. Kula ambapo unakutana mahali ambapo watu hawako, in the secret place. Huko ndio unatokana na ndimi, unatokana na ufunuo, unatokana na nyimbo. So nasema ya kwamba tukikuja church kama wahuduma, kila mtu nafaa akuwa amebeba kitu ambacho ametoa wapi? Kwa personal altar. Na personal altar ni personal altar ni kula ambapo unakutana na Mungu kwa siri. Hata kama ni kama hiyo kitanda yako, maana unaukanga spika hapo na mke ukuje, unapiga magoti, hapo ndio personal altar. Niko na maana. Hata kama ni kwa sitting room pengine uko kwa sababu unaishi na majirani wengi, pale kwa sitting room kama kuna nafasi na kwa yako pale, hapo ndio personal, hapo ndio revelation zinatokana. So ukisha omba au ukishachukua kitu kwa personal altar, ukikuja church, sasa church inakuwa iko na moto, because mchungaji Makoha amekuja na kitu kutoka kwa personal altar. Deacon Maina ametoka na kitu kwa personal altar. So hao watu wawili wakikutana, nyumba ya Mungu inakuwa na utukufu. Okay, tuseme mbele kwa hiyo. Ama tuna personal altar. Tunaanza kuzianza kabisa kwa jina la Yesu. Mungu anatusaidia. Personal altar ni mahali ambapo unakutana na Mungu wako kabla ukuje church. Mungu anasaidia siku ile. So lazima kuwa kuna mahali na so for example, ukiambia kwamba wewe unahubiri Sunday, kama unakuja church, kuna ambako unakaa na Biblia yako, unaanza kutafuta neno. Mungu nisaidie. Hiyo ni sort of personal altar. Hapo tunatokana na fasa ile ambaye brother Jana amesomea hapa. Hapo ndio hapa tu anakujia Biblia. Maana anakaa na Mungu. Mungu nisaidie. Anachukua neno. Hapo ndio nyimbo zinatokana kwa personal
So sisi wote lazima tukikuja kwa nyumba ya Mungu, every minister, kila mhuduma lazima umekuja na kitu kutoka kwa pastor mmoja. Wewe unaleta nini leo? Ulikuja nini kwa church leo? Unaleta nini leo? Prima sana kwa vile kuja na nyimbo na yeye ameimba kwa mbaka iko sawa. Mama yetu hapa ameleta neno la pleasing God. Alitoka kwa pastor mmoja. Brother Joel ametuhubiria pia, ametoka kwa God kuja na nyimbo. So kila wakati, kila mhuduma tukikuja kwa nyumba ya Mungu lazima uwe na something. Because huwezi jua unaweza fika kwa sasa kama kila mtu anatoa memory verse. Wewe ukifika na tunakuamini sana huna anything, unatuambia kitabu cha Moses cha kwanza. Unasema Moses iko hapa na wewe niko, unasema Moses. Sababu hana anything kutoka kwa pastor mmoja. So any serious ministry, kila mtu ambaye kwa serious na huduma yake lazima achukue kitu kwa pastor mmoja. Hapo ndio Musa aliweza kukutana na Mungu. Bila sababu siku moja alipanda Mount Sinai. Na alipokaa na Mungu usiku na mchana, bila sababu aliposhuka watu wakimwangalia alikuwa ana glitter, alikuwa na utukufu mwingi sana. Sababu amekuwa na Mungu mahali ambapo tunaita a personal altar. So ukitoka kwa personal altar unakujaga umejawa utukufu. Utukufu kwa gani kujaitoa hapa kwa chacha hapa unakujaga na kitu kutoka kwa personal altar. Tuseme amen kabisa na Mungu. Haleluya. Naomba tusome mstari tafadhali, Mungu anatubariki sana. 1 Corinthians chapter 14 verse 26. Thank you. 1 Corinthians chapter 14 verse 26. 1 Corinthians chapter 14 verse 26. Thank you. 1 Corinthians chapter 14 verse 26, please. Bila sema kwamba basi ndugu, imekuwaje mkutanapo kama hapa church, mkutanapo pamoja, bila sema ngani, kila mmoja kanisa soma ndio tuweze kuelewa, sio? Bila sema kwamba tunapokutana for example hapa church, bila sema kwamba kila mmoja ana zaburi. Zaburi ni wimbo ambayo unaitoa church, unaitoa wapi? Kwa personal altar. Kuna wimbo ambao ulikuwa na unajitayarisha asubuhi, Mungu akaleta wimbo katika moyo wako na sasa leo Mungu hii, wacha nikiimba wimbo wa Mungu nitaenda kumwabudu na hiyo. Pesa wacha tuendelee. Zaburi haya mwingine ana fundisho. Hili fundisho amelitoa wapi? Kwa personal altar. Kama unaenda kujifunza kuhusu pleasing God, hajianzia hapa, ameipick wapi? Kwa personal altar. Mwingine ako na fundisho. Hao ni watu wanakuja church. Mmoja ako na zaburi, mwingine ako na fundisho, mwingine ako na ufunuo, revelation, mwingine ako na lugha, mwingine ako na tafsiri. Alafu anasema kwamba mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. So wakati tunakuja kila mtu akiwa na kitu ambacho amechukua kwa personal altar, tunakuwa very powerful. Sababu gani? Huyu amekuja na wimbo, huyu ako na ufunuo, huyu ako na lugha, huyu ako na tafsiri. So kanisa inakuwa very powerful. Nataka niseme hiyo kwa wale ambao wanaandika. You are as powerful as your personal altar. Say amen. Ya kwamba wewe ule utukufu ambao umebeba uko sawa sawa na vile ambavyo personal altar yako iko. You are as powerful as your personal altar. So, tukikuona ukitumika, hatutaji kuzungumza sana kuhusu your personal altar. Tunaona ukitumika, tunajua kwamba huyu altar yake iko active ama iko inactive. Narudia, you are as powerful as your personal altar. Wewe ile neema ambayo umebeba uko nayo iko sawa sawa na vile vitu ambavyo unafanyika kwa siri za Mungu. Kama wewe mtu ambaye unapenda maombi, uhitaji kunalo kija hapo sababu personal altar yako imejaa maombi. So wakati unachagulia hata kuomba, neema inashuka hivi. Kama ni mtu unajua kufunza, sababu uko na hiyo neema ya kusikiza scripture na kusoma scripture, ukipewa nafasi uko na hiyo neema sababu your personal altar iko hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Leviticus. Ndio Leviticus na wanawe. Leviticus chapter 6 verse 12. Leviticus chapter 6 verse 12. Leviticus chapter 6 verse 12. Carry something from your personal altar. Leviticus chapter 6 verse 12. Leviticus chapter 6 verse 12.
Vinasema kwamba na huo moto ulio madhabahuni utautunza wake daima juu yake, usizimike, naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku. Saa ngapi? Asubuhi. Naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atayateketeza mafuta na sadaka za amani juu yake. Moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima, usimame ndani, usizimike. So ninasema kwamba asubuhi na mapema kuhani, wewe ni kuhani. Tuseme kama umepata hiyo. Kila mtu ni mtumishi wa Mungu na kila mtu ni kuhani. So ninasema kwamba kila asubuhi wewe kama kuhani lazima uongeze kuni kwa moto wako, ndio moto isizime. So wakati ambapo shamba kwa kule Embakasi anaweka kuni kwa moto wake, akikuja house of peace akutana na Elder Laban akiwa pia ameweka kuni yake moto. So wakikuja church, hiyo church inakuwa fire. Ile shida ambayo tuko nayo ni kwamba shiwamba anatoka na moto na wanaenda kwa moto, akikuja church anapata wengine ambao watu kama kumi ambao kuni zao ni mbichi. So hao watu kumi wanazima moto ambao David amebeba. Moshi mingi na nyonge watu. Sababu kuna watu ambao hawajaleta kitu kutoka kwa personal altar na kuombea Mungu, mtu wa Mungu siku ya leo. Beba kitu kutoka kwa madhabahu yako ulete church. Ndio ukikutana ule kwa hiyo kwa hii church is on fire. Praise the Lord. Yes. Mimi nimelelewa duniani huko kwa sababu tunapikanga na kuni. Hata juzi jana nilikuwa ushago. Tunapikanga na kuni. Wakati shetani anaendelea kuweka kuni, zikuwa zimekauka vizuri, zinaanza vizuri. Wacha chukua moja ile ambayo ni mbichi. Hiyo inafanyika kwa church. Wewe unakuja na kuni zako ambazo hazina anything. Wiki mzima utafanya anything kwa personal altar, ukikuja church. Madhabahu yako yazidi pata moto kwa jina la Yesu. Beba kitu kutoka kule, tukikuja church sisi wote tuko on fire. Huyo ndio minister. Bwana sifiwe. Nimewaambia kuhusu story ya Jona. Niona na Jona. Yule ambaye alimezwa na fish. Ametuma kwenda kazi. Ameenda kujificha na watu wengine. Alafu wakati amejificha, meli mzima watu wengi wanaangalia sababu ya mtu mmoja. Inaweza kuwa wewe ndio Yona kwa church. Ambaye yuko lakini sababu yeye ametuma na Mungu, amekataa kwenda. So ameenda kujificha katikati ya watu wengine. Kidogo kidogo meli ikaanza kufanya hivi. Watu wanalia, kumbe kuna mtu ambaye anafanya makosa amejificha na Mungu anamuona. Ilikuwa alichukuliwa akatoka nje ikao na utulivu. So kanisa, ukikuja church kama una kitu kwa kutoka personal, wewe ni kama Jona. Unasababisha chombo inaanza kuyumbayumba na kuombea Mungu, mtu wa Mungu siku ya leo. Moto wa madhabahu yako ya siri ipate moto kwa jina la Yesu. Haiwezi kutekeleza hata kama dakika 5 unakoini na muka 5. Lakini hizi 5 dakika 5 tu na ndio Mungu asante. Mungu bariki mchungaji. Bariki ibada ya siku leo. Ninapoenda nifanye kuwa baraka. Mimi ni Asha hapa simama kwa madhabahu kwa mwanangu nikasha watu Mungu nisaidie. Alafu natoka. Sawa. Ukikuja church moto unawaka. Amen. Sababu kuna kitu kutoka kwa personal altar. Nyimbo za kiroho zinatoka kwa personal altar. Kuna watu wakianza kuabudu hata utaki kuambia watu tuinue mikono. Wewe tu ukianza kuabudu hivi watu wote wanaanguka chini. Sababu kuna nyimbo ambazo zinaitwa nyimbo za kiroho. Zinatolewa wapi? Kwa personal altar. Kuna mtu anasema wimbo kama sio wewe, kama sio wewe ungekuwa wapi? Kama sio wewe ungekuwa wapi? Umejawa sasa kuna mtu anayezaimba
ni wewe. Sasa unasikiliza hiyo wimbo, inataka tu hivyo, tunataka tu ni wewe, na tunaje wimbo. So ni wewe ni nani? Amefanya nini? So lazima hii wimbo ikuwe na substance. Ongezea vitu vingine. Huyu ni nani? Ni wewe, amemaliza. Ataimba hiyo sana hivyo, tena hiyo sana nyingine ameimba hivyo. Huyu mtu ambaye hajaenda kufanya research, asikize watu wengine. So kwa personality yake ako nini? Tangia tena mpaka Desemba anaimbaga tu hiyo. Mungu atusaidie au paso. Lazima nikuwe na kitu kingine. Wacha nisikize watu. Tembea na hiyo kwa. Ni masi. Tembea na hiyo kwa. Unafanya nini? Umenipatia. Baba ni mwana. Unatoka nini kwa paso kwa kuja church. Wakati mtu anakumbuka ile kitu ambayo mtu amefanyia mambo kwamba umefanya nini? Umenipatia. Utaona watu hapo wakipiga magoti sababu ana hiyo kitu ina minister kwa akili yake. Enyewe Mungu alifanyia hivi. Sikuwa na jina, enyewe mwingine akalifanyia ile tena. Akalipa jina wakati sikuwa na jina. Watu wanapiga magoti wenyewe. Huyu mtu ambaye alichukua time yake kwa personal altar. So, you are as powerful as your personal altar. Hapikani kuna kile kitu natoa kule. Ninataka ukikufa. So, nakuja na nini leo? Kunimbichi ama umekauka? Kunimbichi ama umekauka? Ephesians chapter 5 verse 18 to 20. Ephesians chapter 5 verse 18 to 20. By Ephesians 5:18. Personal altar. Very powerful. Ephesians chapter 5 verse 18. Ephesians chapter 5 verse 18. Ephesians chapter 5 verse 18. Biblia inasema kwamba tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Verse number 19. Mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni. So Biblia inasema kwamba tusilewe kwa mvinyo, lakini tulewe kwa Roho. Tukishalewa kwa Roho, tunajaza Roho Mtakatifu. Inasema kwamba nao tukishajazwa tutaimba zaburi, tutaimba nyimbo za Roho na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Verse 20, last one. Na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. So tusilewe kwa mvinyo, tulewe na Roho Mtakatifu ambaye tukishambeba anatusaidia kukuja na nyimbo za roho na tenzi tukimshukuru Mungu. Kuna nyimbo ya Shishwa napendaka sana, na yule siku ambaye nitapata ikiimba vizuri nitafurahia sana. Hii naweza kumshukuru Bwana na inakuwa nzuri sana, lakini Shishwa kuna vitu ameimba huko ndani ambazo watu wengi waimbaji sababu yake kwa tayari kusikiza. Anasema kwamba masi haleluya, tumsikie jina la Bwana, fadhili zake ndani milele. Sunali hapo tunataka enyi watumishi wa Bwana sifuni. Bwana ametenda. Na anajua hiyo mambo vizuri. So, hapo ameimba scriptures. Hiyo ni neno la Mungu. Ameimba scriptures kabisa. Iko kwa Biblia. Anakujaza hizo vitu zote. So, yule nasema hiyo ndio kuweka madhabahu yetu ya kisiri moto. Sikiza the content katika wimbo. Anataja ile vitu ambavyo Mungu amefanya katika maisha yake na ni Biblia. Hata yeye ambaye tumeimba leo ni scripture kabisa kwamba uinuliwe Bwana katika mbingu yote. Hiyo ni scripture kwa sababu aliimba alichukua scriptures. So hiyo kuna hiyo ukiwa na Biblia hapa. Ya kwamba hii ni neno la Mungu. So ukitaka pale ndio kwa mfano. Bwana asifiwe. Personal altar. Na maana nisema kwamba you are as powerful as your personal altar. So ni yule moto ambao unabeba kutoka personal altar, tulileta Mungu utukufu katika nyumba yake. Na Mungu atusaidie siku ya leo, we revive our personal altars in Jesus name. Amen. Good. Number 3 please. Number 3. Another
ethics ya mhuduma. Number 3, be presentable. Be presentable. Be presentable. Be presentable. Number 3, ukishajitayarisha, umechukua kitu kwa personal altar, sasa ukiambia katika nyumba ya Mungu, kuja ukiwa presentable, kuja ukiwa uko sawa, umekaa vizuri. Bwana asifiwe. Sababu the way you dress determines your address. Tukiwa na mama na askofu akiwa amevaa kola, tunahitaji mtu kusema kwamba ni wachungaji. So nguo ambazo wamevaa zinasema kwamba wao ni watu fulani. So the way you dress ina determine your address. Ama dress code gives you identity. Bwana Yesu asifiwe. Vile ambavyo tumevaa katika nyumba, hakuna kitu tutembea hapa nje, wale vijana ambao wanakaa kwa barabara kwa kufanyia kelele, sababu wanaangalia wanasema huyu mama ni kama anatoka church, huyu msichana ni kama anatoka, kwa sababu kuna vile ambavyo wamevaa. So tukisema kwamba because tunaenda mbele ya mfalme wa wafalme, lazima tutokee tukiwa presentable. Tutokee tukiwa presentable. Watumishi wa Mungu, kuna nguo ya church, kuna nguo ya madhabahu. Na nashukuru Mungu sababu neema ni nzuri katika House of Peace. Sijaona shida sana na tunamshukuru Mungu sana. Kuna nguo ya madhabahu. Kuna nguo ya kwenda church. Uchukwaji kila kitu. Huyu ni minister ambaye anajua kule ambako anaenda. So siwezi kuchukua chochote sababu kuna nguo ya church. Be presentable. Si kama unasema ni Biblia. Biblia inasema kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. So kila wakati sababu hii ni hekalu physically, lazima kufanya gani? Tuweke hekalu la Roho Mtakatifu vizuri kwa kuimarisha vizuri nje kwanza. Si Roho anaishi ndani yetu. So akiwa ndani yetu lazima tumfunike, tuvae vizuri. Be presentable. Kama sifiwe. Angalia jirani alafu usimwambie kitu. Ezekiel chapter 44 verse 15 to 21. Ezekiel 44:15 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 to 21. Biblia inasema hivi, lakini makuhani Walawi wana wa Sadoki waliosimamia patakatifu pangu, hapo wana wa Israeli walipopotea na kuniacha, hao ndio watakao nikaribia ili kunihudumia na wakasimama mbele zangu kunitolea mafuta na damu, asema Bwana Mungu. 16. Wataingia patakatifu pangu, nao wataikaribia meza yangu ili kufanya nini? Ili kunihudumia, nao watafuata maagizo yangu. Huyu Mungu mwenyewe anapeana maelekezo kwa huduma. Itakuwa hapo watakapoingia kwa malango ya ua wa ndani, watavikwa mavazi ya kitani. Angalia, wanaingia church. Na wakiingia church wameanza kuvalishwa. Hao ni huduma. Wanaanza kuvalishwa. Watavaa mavazi ya kitani. Wala sufu haitakuwa juu yao, maadamu wanahudumu katika malango ya ua wa ndani na ndani ya nyumba. Verse 18. Watakuwa na vilemba vya kitani juu ya wapi? Juu ya vichwa vyao. Nao watakuwa na suruali za kitani wapi? Viunoni mwao. Hiyo ni mavazi wanavaa wameingia church. Hao ni huduma. Hawatajifunga kiunoni kila kisababishacho jasho. Hiyo ni mavazi. Tuendelea verse 19. Nao watakapotoka kuingia ua wa nje, yani ua wa nje ya watu, ndipo watakapoyavua mavazi yao waliovaa katika huduma yao na kuyaweka katika vile vyumba vitakatifu, nao watavaa mavazi mengine, wasije wakatakasa watu kwa mavazi yao. So hizi ni sheria Mungu alikuwa anapea watu huduma ambao walikuwa
katika nyumba ya kwamba wakiingia chachi kuna mavazi nafaa wavae wakienda kuhudumu. Na wakishahudumu kabla watoke hiyo mavazi wanafanya gani? Wanatoa, wataziweka mahali mzuri. Sababu hizi ni za chachi. Wana mbona ndio mbele na nguo ya ashes bana sikiwe. Nguo ya pesa kwa sababu umetokea na ushago bwana, unyumba ushago wanione. So nguo ya pesa kwa sababu unaenda na ushago. Hiyo ni ndio kwa madhabahu. Na ushago kwa ashes na hiyo unaenda nayo ushago ama merigoro. Hapo ni kama wapi? So takaje ndio tunaona mtu ameshona nguo kama ya ashes. Ile tu kumbe huo ni nani hata nguo kaenda kapiga picha nayo huko. Wamama wakachukua nguo ya madhabahu. Ndio wanataka wakikuja chache kubaya wanavaa hiyo kanzu. Hiyo ni nguo ya chache. Ndio kila mtu asikuja na mbele na machoni maiko hiyo kila mtu anakuja na nguo wanavaa hiyo ndio inaitwa ya kila mtu. Nguo ya chache. So wanasema kwamba wakishamaliza kuhudumu hapa wanatoa kilemba ile wamevaa kwa kiuno, wanatoa zote wanaziweka mahali patakatifu. Ndio hizo nguo zilikuwa sawa mwende kwamba zinaweza enda kule nje zikatakasa watu wengine ambao hawafai kutakasika. So zikimaliza kazi zinabaki chache. Na sema hivyo sababu ninataka niwasaidie kanisa la Mungu. Kuna nguo za church. Kuna nguo za church, kuna nguo za church, kuna nguo za church. Na Mungu anasema hii inasema kwamba Mungu ni moto ulao. So huwezi kuja katika nyumba ya Mungu ukiwa na moto ikishuka hapa, wacha ipate kitu ya kutafuna kabla ikufikie. Niko nimeenda kujielewa hiyo. Moto ikishuka hapa saa hii lazima ipate nguo fulani kwa huko chini, nyangani na huko chini kabla ikufikie. Lakini ukiwa umevaa nguo haya kidogo, utashikiwa na moto haraka imeisha haraka. So vaa nguo mingi sababu Mungu, Hebrews chapter 12 verse 9 inasema kwamba huyu Mungu ni moto ulao. So wakati nakuja mbele ya moto ulao lazima nikuje. Na ndio maana wanaanza watokea stadi na wataje. Wakikuja chache na panga hapa. Sababu wanajua wako mbele ya moto ulao. Bila ukiwa ni ndike. Sisi ndio lakini waje toke ndani ndio iko ndani. So kuna mavazi ya church na Mungu anatusaidia kabisa kwa jina la Yesu. Bwana sifiwe. Wacha niachie hapo kabisa hiyo Mungu atubariki. So be presentable. Be presentable. Kwa zako sikuwa ni swali. Number 4. Tunabarikiwa kabisa. Tunabarikiwa. Pulpit ethics. Ama vile about the ethics. Number 4. Be mindful about what you say at the altar. Be mindful about what you say at the altar. Be mindful about what you say at the altar. Be mindful about what you say at the altar. Nasema hivi, ukikuja kwa madhabahu au katika nyumba ya Mungu, lazima ukuwe makini sana kile kitu ambacho kinatoka kinywani mwako. Kwa nini nasema hivyo? Nasema sababu sisi wote tukiwa hapa, hata mimi nikiwa hapa mbele, ninawakilisha Yesu. Yule sema kwamba we are ambassadors. Tumekuja hapa kuwakilisha Yesu. So kama uko na nafasi ya kuja kwa madhabahu, umekuja kuwakilisha Yesu. So ukikuja hapa mbele kuwakilisha Yesu, lazima maneno yako yabebe Yesu ndani yake. Bwana sifiwe. Kuna watu ni mambo madhabahu wanatusi watu. Na Mungu atusaidie kama mnaanza pesa kwa manakaa bali Bwana sifiwe. Okay, Mungu atusaidie. Tuko hapa ili tusaidike. Na kwa tunakaa ni kwa bali haki ni matusi. Matusi watu wa Mungu. Na mbona leo mnakaa bali hizo ni vitu tunasema hata Mungu mimi tuchamaliza tunaanza tunaomba msamaha Mungu atusamehe. Ninaambia kanisa bwana mnakaa bali mbona naambia watu wote kusema mimi naweza kuwa mgeni na kuongea hapa kwa manakaa leo hapo kwa madhabahu. Baba yako unawakilisha nani? Pia sema kwamba sisi ni ambassador. We are ambassadors of Christ. So anytime niko na nafasi ya kusimama hapa, wacha neema ya Yesu. Watu wakiniangalia wasione shikambo waone Yesu. Sababu nina express Yesu kwa mahali hapa. Asifiwe. Na pia kabisa mbona hii chakula mnakaa bali kwa sababu sasa waliona ilikuwa ni sababu mnakaa bali mbona wenda sio mko karibu sana. Hizo ni watu tunasema kwa Mungu atusaidie. Sababu tuko hapa sisi ni ambassadors.
Wakorintho wa pili 5:20. Tunapona kwa jina la Yesu. Sema amen. Mungu anatusaidia. Tunapona kwa jina la Yesu. Wakorintho wa pili 5:20. Be mindful about what you say about them. Wakorintho wa pili 5:20. Mungu atusaidie. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Sisi tunawakilisha Yesu hapa. So wakati wote nasimama hapa mbele kwa madhabahu kama mhuduma, yafanye wakilishe Yesu vizuri. Hakuna siku ambayo Yesu kwa sababu anatokea kwa mchungaji Makoha na kuja aambia kwa mchungaji bora na leo baada ya hii. Mungu atusaidie hivi tunafanya kwa madhabahu, Mungu anasaidia. Anasaidia. Bwana uweza worship leo kuna habari nyingi sana inaweza kuwa. Tunawakilisha basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Kama kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu, twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. So we are ambassadors of Christ. An ambassador ni yule mtu ambaye anataka kuwakilisha kile ambacho ametuma na Mungu. So mimi nikikuja hapa nizungumzie kuhusu pulpit ethics kwa Deacon Maina, si maneno yangu, ni Mungu amesaidia enda waambie kanisa lake kuhusu maadili ama tabia za madhabahu. So sitakuja hapa kugombanisha. Mwingine anasema kwamba jirani yangu tumekusana kwa shamba, acha nitapata hiyo microphone. Hiyo sana. Sasa mwambie kwa kwa jirani. Bora kuna jirani. Bora kuna jirani. Kumbe hapa tunaona mtu anaanza kulia. Kumbe ile mtu anazungumzia hapa mbele ni zile mtu alikosana kule nyumbani. Umebeba mambo ya nyumbani umekuja nayo wapi? Church. Mwambie na mtu unataka utaji tena tunasema ile kitu. Unawakilisha nani wewe? Bila sema kwamba katika kisima kimoja hakuwezi kutokea maji machungu na maji tamu. So ndani yako kama kunatokea baraka wote zikuwe baraka peke yake, sababu nawakilisha Yesu. Bwana asifiwe. Tusome mstari mwingine tafadhali, Mungu anasema wa Kolosai 4:6. Kolosai 4:6. Colossians 4:6. Back over here. Colossians 4:6. Colossians 4:6. Bila sema na maana gani kanisa? Maneno yenu watumishi wa Mungu, ushers, praise and worship, kila mmoja kwa church, maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolezwa chumvi. Yaani nikisema tu hapa lazima neno ambayo inazungumza ndani yake kuwa na maneno ambayo iko na ladha. Ndio kwamba sisi ni chumvi ya dunia. So nikisema kwamba lazima maneno yangu iwe na chumvi, iwe na ladha, sababu nawakilisha Yesu, ili mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Praise the Lord. Yes. Maneno yetu kwa imejazwa iko na ladha. Mimi nasikia kabisa mtanizungusha kwa hizi vitu ambazo ziko. Praise and worship kabisa. Hata Mungu anakuja anasema kwa kweli nikiwa hapa nasema kwamba sasa hivi nataka nimalize haraka. Niko na mtu mwingine kule huko kile nimengojea. Nilikuwa na shughuli sana kwa sababu kwa very tight. Unaanza kuongelesha watu hivyo na unataka kuwahubiria. Program yangu hata nimefunga sana nikaomba kwa sababu hii bana. Na watu kwa sababu ndugu yangu hapa kabisa Mungu anatembelea siku ya leo. Kilio chako kimesha. Ni sawa lakini in a way kuna vile ambavyo unatuonyesha kuna tumeletu kwa chini. Sasa kama praise and worship, keyboard is tafadhali nisaidie KZ sharp, nisaidie Z sharp. Akielemewa kwa mzuri na wachana nayo, ndio I wish you could come with my praise and worship. Na tamani ungekuja na watu wa kuimba KZ sharp. Sasa unaangaisha keyboard sana, anafeel hawezi. Sasa hiyo unawakilisha kwa madhabahu. Ninaomba sana siku 40 nikiombea tu mkutano. Mungu nimemwona kabisa kama hizo ni vitu tunafanya kwa madhabahu. Yaani tukuone ukiwa very special. Tafadhali tuwakilishe Mungu. Be very careful with what you say kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja hapa na umepewa nafasi ya kuhubiri na mama yetu amekwambia siku ya Sunday wewe ndio utatupea neno la kwanza. Unakuja na swali kwamba mimi nikimbeza hivyo tu hata sijaenda theology. Unaanza hivyo na unataka kutuhubiria. Mimi sijaenda theology lakini unanielewa tu kizungu changu tupigeni ile makofi. Mimi nimebarikiwa siku ya leo. Mama ndiye anajua maana Mungu kujua
Mimi wakati anasoma Kiswahili kwa screen, mimi naona Mungu. Naona Mungu kusema kweli. Naona Mungu, naona Mungu. Sasa unasema hata sijaenda theology. Sasa angalia hizo sijaenda theology. Utanielewa tu mimi na kama Masai, hata sijaenda. Hizo weaknesses wacha kusiweke kwa madhabahu. Hizo ni vitu tunaongeanga. Amjasa weak person, tutaelewana tu bila tu. Hapana, wewe simama unawakilisha Yesu. Simama sema ile kitu ambayo Yesu alikwambia useme. Sasa unakuja kupreach Sunday. Ninaamka leo ndio nawachukia Mungu wangu. Sasa hata ukihubiri tunakuhurumia. Sasa alisema kwa Bwana, ukirudi hapo alisema kwa Mungu mgongo sio. Tayari naambia watu wao ni mgonjwa wanataka kuhubiria watu. Tafadhali ficha udhaifu wako. Kuja hapa wakilisha Yesu. Usikuone mimi nyuma na mgongo, watu watembea wanasema sasa sisi tunakuhurumia tusikie mahubiri, tunakuhurumia. Angesaidiwa tu. Tayari nakwambia kama hapa mimi wachana kuwa careful vitu ambavyo unasema kwa madhabahu. Kama sikiwe. Kuwa makini sana vitu unasema kwa madhabahu. Wala hapana upcoming ministers tukienda mahali ambapo Kiingereza angalia audience. Angalia kama sio hizo mkutano na hiyo na mama kama mama yetu na unaishi kwa Kiingereza. Unataka mama abarikiwe sana shida ataendelea wapi ende? Ingiana na lugha ya huko. Kama ni mahali ambapo unahitaji interpreter, itisha. Ndio ongee mpaka yule mama mwingine apate. Ingie level. Be very careful na kile kitu ambacho unafanya kwa madhabahu. Kanisa sio kanisa. Amen. Bado sio kanisa. Yes, don't display your weaknesses. Don't look down upon other people. Usiintimidate watu. Unakiwa kwa sababu kana praise and worship kwa neno. Kwa sababu tunaimba Kimasai na sio watu wa Masai. Lakini sasa wewe umekuja na wewe si Masai sio kilima watu naamua kukaa chini. Please be very careful on what you say at the pulpit. Kwa minister, maneno yako wache ibebe chumvi, ikuwe na ladha kila wakati. Haleluya. Ukishaona kabisa ukiacha Yesu vizuri, ambia Mungu kanisa, Mungu anakutembelea siku pia watu matumaini. Sababu hiyo ndio kazi yako hapa. Kuna watu wamekuja wakiwa wamechushwa moyo, ambia Mungu watu, Mungu anakupenda, anakujali, atakuponya. Pia watu tumaini wanakutaka chacha ukiwa mioyo yuko chini. Kuja hapo kwa tumaini kwao. Lakini ukikuja hapo ni wagonjwa, alafu anawaambia bwana anataka baridi. Mtu anaona kama unaona ugonjwa wake. Mungu anatarajia kama kuna alegea yangu. Hawazi mchaka. Na mtu mgonjwa unashaambia wewe unakaa baridi. Be mindful on what you say. Hallelujah. Si Mungu anatupa kwa jina la Yesu. Mungu anatusaidia sana katika jina la Yesu. Twende ingine tafadhali, Mungu anatubariki. Twende ingine. Number 5. Very good. Thank you. Nenda vizuri number 5. Number 5. Avoid mannerisms. Avoid mannerisms. Mannerisms ni M-A-N-N-E-R-I-S-M-S. Avoid mannerisms. Ndio tunaweza kutumia avoid mannerisms. Kanisa, mannerisms ni zile vitu ambazo tunafanyanga tunaona kama ni za kawaida tu. Either tunatumia mikono ama macho ama kichwa ama vidole. Tunafanyanga tu na tunaona kama ni kawaida. Na hizi vitu watu wanabebanga na kuja nazo mpaka kwa madhabahu. Hizo zinatoka mannerisms. For example, tunasema kwamba tukiwa hapa church kutoka tu nje ile hauli. Wakati kidogo watu kama 6 wanatoka nje. Si ukiona mwenzako ametoka nje akienda hivyo, tulia atoke, arudi alafu mwingine aende. Bwana sifiwe. Lakini watu wawili kwa hilo wameenda, wawili kwa hilo na watoto wameenda, sasa watu 5 wako huko nje na jioni nyingine. Bwana sifiwe. So maana si vitu kama hizo. Maana si vitu kama ukikuja hapa kwa madhabahu unaanza kuhubiri kwa Mungu, unaanza kuhubiri ukiwa umepoke. Maana hapa bado kuhubiri akiwa hivi. Hizo ni maana si. Bwana sifiwe. Bwana anakaa hivi. Maana si mambo shika mkono. Hizo ni vitu wao wanafanyaga church. Ama unakuja
simu. Ni kuchukua simu, unakuja kwa madhabahu na simu, unapigiwa, unaona hii miondosi, unachomoka bila unaenda kuchukua. Hiyo ni maana simu. Unatoka bila unaenda kuchukua hata kufika kwa mlango shakatika. Unarudi kwa unaanza kupiga. Ama message ile hiyo kwa madhabahu. Unaachana na message, unaanza kuangalia. Hizo ni maana simu. Operating phone on the pulpit. Nilikuja na single ndio sababu nilikuwa nataka ndio. Kuna mtu kwa baka kwa kuweza motion na amesikia kabisa kingo. Mimi nilikuona kwa vile tulio hivyo kabisa mpaka ibada hii maana simu. Unakuwa madhabahu wanaume mniruhusu niseme hii. Kwa madhabahu kabisa unaanza kutaki nishati hiyo kwa madhabahu. Hiyo ni maana ya simu. Hizo ni maana ya simu. Baba yetu unayeona akifanya hivyo, hapana kwa unatoa wapi hiyo? Kwa TV. Kisha unaenda kwa mama anakuja hapa na ile zile video ndio kusemeka. Kwa jina la Yesu tunapenda Mungu. Amen. Nasifiwa sana. Amen. Tuendelee vizuri. Tunaendelea kwa sababu tunaendeleza necklace kwa sifiwe. Bariki sana. Tunaendelea kubarikiwa. Hizo ni maana ya simu. Hizo ni maana ya simu. Hizo ni maana ya simu. Unaanza kuhubiri kama unavyosikati. Watu wanajua kwamba ulikuwa sababu ni useme. Hiyo wimbo imepotea sasa mchungaji unaanza kufanya hili kitu na watu wanangoja kwa hapa. Hizo ni maana ya simu. Hizo ni vitu tunafanya kwa madhabahu. Ni mambo ambayo ni madogo lakini iko na message kali. Ukapo mwenye alikuwa hapa mbele anaongoza sio alikuwa mazoezi jana. So Rimas amekuwa na nafasi na yeye nimeshika pasa anasema kwa Rimas ndio hiyo wimbo sasa kwa mazoezi jana na huyo kwa mazoezi jana. So akienda kutumia kwa mazoezi sio hata ubaka. Hadi unataka kuhusu. Unaona hapa mbele watu wanakuona hizo ni maana ya simu. Utaki yule alikuwa ameimba hapo mbele. Umemgomea. Hizo ni maana ya simu. Ama ukawa kwa madhabahu alafu Rimas amefanya makosa pale kuwasha pale. Ukawa kwa madhabahu unaanza kuambia Rimas. Na watu unaanza kunamwambia. Hizo ni maana ya simu. Sasa sio unaanza kuangalia na mjeshi nani. Tunakuangalia tunaangalia mtu anaangalia kwa nyuma. Hizo ni vitu ambavyo kwa madhabahu. Hizo ni maana ya simu. Ukienda international tunaenda international, ukienda huko USA ufanye hivyo. Hata kwa kuangalia mic. Hizo ni maana za kupuliza mic. Kupuliza mic ni maana ya simu. Unaona wao unaona kwa inaize maana ya apostle Kimani. Kuna sifa za kujaba na imani kwa kuangalia ukimi praise. Anayefanya hivyo. Mbona unafanyia hivyo anamon unapiga hivi hapo unafanyia hivi. Imani kwenye ametutengenezea anajua inaendelea hiyo hivi. Na hakuna haja unisaidie. Hakuna haja unisaidie kuna watu umeshafunga hivi. Sasa hii ni nini? Unasaidia si kama ni mbaya hata kupea. Lakini si hivi tunasema si as the house of peace. Hapo wanakuambia wewe unaifanya. Hizo ni maana ya simu. Matabia hizo. Umepewa mic uzungumza naye kwa watu wanangoja kukusikiza. Mic umeweka huko chini. Na wewe ndio preacher, uko na 1 hour ya kupreach. Mbona mnipea neno? Si hawakupea neno, usikiki. Shika microphone yako vizuri hivi, mambo yako isikike vizuri. Shika microphone vizuri. Kushika microphone vizuri ni maana simu ambayo inafai. Shika microphone vizuri. Praise and worship. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Ana receive. Unaweza kusema na mimi tuzipo. Ona mara mshike Yesu. Hii microphone. Unataka nisome kitu.
Shika vizuri, sababu zingine zinakuwa unaona kama hii kabisa iko na mahali ya kuweka off na hapa. Unaweza shtukia umeweka off na bila kujua. Unaendelea kuongea kwa sauti tu na pengine umeweka microphone off. Avoid what Clara ya judge mannerism. Kwa hiyo sasa ni class nyingine right. Avoid mannerism. Hizo ni behaviors ambazo zinakuwa kwa huduma. Na because Mungu anasaidia tunakuwa international police to avoid hizo vitu ndio tuweze kwenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hizi vitu unaona mchungaji ako naye hapa kuja naye kwa madhabahu. Sio urembo, mchungaji anaomba nitumie hapa tafadhali. Sio urembo, sio urembo. Ukiona mchungaji mako ako na hiki kitu hapa mbele, si kujifanya, si kujifanya. Ni iko na kazi yake. Iko na kazi yake. Juu hii iko naye, unaona kwa naye askofu ako naye. Iko na kazi yake tafadhali. Nakuja kabisa hapa mbele umeenda kabisa imechabuka sasa. Wewe ndio ulikuwa unatongoza alafu unakata chashi. Na mbele hivi alafu unasha wenzako ta. Sasa imechabuka kabisa. Kuwa na mimi sasa kuja kwa maroho na handkerchief kama hii ama ile nyingine. Uinuni alafu unafanya hivi unarusha watu jasho. Kuja kwa madhabahu na discipline. Beba handkerchief. In the case of emergency inaweza kuwa na hii. Tumesikia pale tukisoma zaidi anasema kwamba na wasiwasi siku wale ambazo zitafanya ndani zitatoa jasho sababu Mungu apendeze. Ndio maana tunashukuru Mungu sababu yeye Roho wa Baba, tunashukuru Mungu sababu tukiingia hapa hizi na zina nini ni jasho. So beba handkerchief. Ni minister ambaye kwa serious. Na umesikia kufungua mdomo. Na wewe ulikuwa baka hapa ulikuwa na kitu tunafanya. Maana usimwambie. Na wewe hiyo ni maana ni siku. Tafadhali unaiona hata kwa madhabahu. Unaiona hata kwa madhabahu. Unafungua mdomo hata unaenda kwa madhabahu na unahubiria watu. Kwa nini? Neema ni nzuri kabisa roho wa Mungu. Nguvu za Mungu ziko maajabu sana. Hizo ni house of peace, hizo ni mannerism. Na Mungu anapenda order kwa nyumba yake. Ministers tukue serious. Tukue serious. Unakuja kuiona hapa na unahubiria au unaongoza sifa hapa. Ama ni watu wanakukaribisha watu kwa nyuma alafu unapeleka ashabaya kwa njia. Hizo ni mannerism. So ministers to avoid mannerism. Mungu atubariki sana. Say amen. Another one, number 6. Number 6. Never minister at the altar without an offering. Never minister at the altar without an offering. Never minister at the altar without an offering. Usiai tumika kwa madhabahu bila sadaka. Useme amen kanisa. Usiai kuhubiri ama usiai tumika ama usiai tumika kwa madhabahu bila sadaka. Kumbukumbu la Torati 16 tunasema kwamba tusiingie katika nyumba ya Mungu mikono mitupu. So tunasema kwamba kama discipline ama manners za mtumishi wote usiai tumika kwa madhabahu katika nyumba ya Mungu bila an offering, bila sadaka. Never minister at the altar without an offering. I want to say this, mambo mawili. Offering iko kwa viwango viwili. Number 1, unaweza jipeana. Mimi nashukuru Mungu sababu mama yetu nitaje hiyo hapa. Unaweza jipeana mwenyewe. Wewe mwenyewe uwe sadaka kwa nyumba ya Mungu. Romans chapter 12 verse 1. Hiyo ni sadaka ya kwanza. Sadaka ya pili, unaweza kuwa na kitu kwa mfuko. Unapeana hiyo kama sadaka. Ndio maana nasema kwamba usiaje tumika kwa madhabahu bila sadaka. Na hakuna mtu anasema kwamba hana sadaka. Kama una cha mfuko, uko na wewe mwenyewe. Jipeane kama sadaka. Warumi anatuambia kwamba tupeane miili yetu kama dhabihu. Hiyo ni sadaka. So, wewe usiaje tumika kwa madhabahu yote bila
Mhuduma yote usiache hudumu kwa madhabahu bila sadaka. Romans chapter 3 verse 1, unajipeana wewe mwenyewe kwanza kama sadaka. Peana nguvu zako, unapeana skills, uko na ujuzi, unapeana talent. Kama uko na neema ya kuimba, hiyo ndio sadaka yako na ipeane kabisa. Hiyo unaruka hivi, unaruka kitu kwamba wacha niruke hii ndio sadaka yangu. Sina 50 lakini wacha niruke hii sawa, hii ndio sadaka yangu. Lakini sasa wewe huna 50 na pia huna kuruka. Sasa wewe sadaka yako nini kwa nyumba ya Mungu? Yaani kuna cha mfuko na pia ufanyie Mungu kitu na mwili wako. So sadaka yako ni nini? So kila mhuduma hakuna kuhudumu kwa madhabahu bila sadaka. Anasema hivi, sadaka ni viwango viwili. Aidha uko na kitu kwa mfuko ama wewe mwenyewe. Mungu, mimi sina, ndio wapee mfano. Mimi sina pesa, sina tithe for example, ama sina pesa ya kupeana kwa kifani. Lakini hiyo siku project ikianza niko pale nibebe mchanga, hiyo ni sadaka. Sina kitu ya mfuko lakini church kwa kuanza kuhubiri, hiyo church lazima mimi nioshe. Hiyo ndio sadaka yangu. So kabisa kila mhuduma usiache kuhudumu kwa madhabahu bila sadaka. Warumi 12 inatuambia kwamba peana mwili wako. Methali 3:9 inakwambia kwamba peana dhabihu. Kanisa sio kanisa. Sababu gani? Nataka niseme hivi. Sababu moto wa Mungu una respond kwa sadaka. Fire responds to a sacrifice. Ndio tuone nguvu za Mungu kama moto wa Mungu unashuka hapa, ni sababu kuna sadaka ambayo imetoka hapa ikiendea Mungu. Mchungaji anayehubiria kuhusu nguvu ya sadaka anasema kwamba sadaka wewe inanena. Akisema kwamba kuna yule ambaye ametoa sadaka, utukufu wa Mungu kashuka mwingi mpaka hata mchungaji wakashindwa kuhubiri. Mchungaji alifunza hiyo siku kwa ibada ya kwanza, sijai sawa mchungaji. Utukufu wa Mungu unashuka sababu kuna sadaka ambayo iko kwa madhabahu. Wakati Elijah na manabii wale 400 walikuwa kwa context, ile kitu ambayo ilishuka ilikuwa moto ulishuka kwa mbinguni na ulishuka kuchoma sadaka ambayo Elijah alikuwa ametoa. So tuone moto kwa madhabahu tena, lazima sisi wote tukuje na sadaka. Sadaka ambayo ni mimi mwenyewe nimejipeana, ama niko na kitu kwa mfuko ama mfuko nyumbani ninaleta, ndio moto ukue kwa madhabahu. Sababu moto wa Mungu unashukaka sababu kuna sadaka. Haleluya kanisa. Mungu anakubariki. Anakusaidia kabisa. So, tusiache huduma bila sadaka. First Kings 18:38. Wafalme wa kwanza 18:38 please tukimaliza. Kagina this. First Kings chapter 18:38. First Kings chapter 18:38. Biblia inasema kwamba ndipo moto wa Bwana ukashuka. Wakati moto wa Bwana unashuka, ukaiteketeza nini? Sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yalikuwamo katika mfereji. So moto wa Mungu ulishuka sababu kulikuwa na sadaka. So moto wa Mungu huwa unakuja wakati mahali ambapo kuna sadaka. So tusiache hudumu. Tusiache kutoka kwa nyumba kwa madhabahu bila sadaka. Hata wewe mwenyewe ama kuna vitu ambavyo unaleta katika nyumba yako. Tuseme amen. Hiyo discipline ya minister. Naona pastor mwingine nikaanza kushuhuda na niona kama ni neema alikuwa nayo. Kuna pastor mwingine akialikuwa kuhubiri mahali kabla kuhubiri kwa hiyo madhabahu. Anaongea Kiingereza tu. I want to give an offering. Ndio hiyo unajua kuna wale ambao wanamsikia. I want to give my offering. Alafu anatoa bahasha. Kwanza kabla ya kuhubiri, anatoa bahasha, anaweka pesa yake kwa bahasha nzuri, alafu anaidrop kwa kikapu ya sadaka. Inaendelea kuhubiri. So nilikuwa namuuliza kwani wewe mchungaji nifanya nini? Chunga alikuwa anafunua kwamba madhabahu yote lazima niweke sadaka. So yeye mwenyewe ako pale lakini pia kuna sadaka. Ndio akiendelea moto na moto gani? Unashuka kwa madhabahu sababu ya sadaka. Sisemi kwamba tufanye hivyo lakini hii ni ufunuo. Hadithi kwamba lazima kuna kitu ambacho inatoka kwa madhabahu na moto unarespond kwa sadaka. Mungu akupe neema. Haleluya. Tunaweza pata hiyo sharafu Mungu atubariki. Number 7, the last one for today. The last one. Another discipline for another man at the altar. Be genuinely
truthful at the altar. Be genuinely truthful at the altar. Be genuinely truthful at the altar. I think for the last time. Be genuinely truthful at the altar. Ninasema ya kwamba kuwa mkweli ama wa ukweli sana kwa madhabahu. Kuwa wa ukweli, kuwa mkweli kabisa. Kuwa na ukweli sana kwa madhabahu. Be genuinely truthful at the altar. Kwa nini? Mungu wetu anapenda ukweli. Na kwa hivyo yeye anachukia uongo. So ndio tupate matokeo kwa madhabahu, lazima kila mhuduma akuwe truthful, very truthful, mkweli kabisa kwa madhabahu, because ile kitu ambayo mama yetu hataweza kuona na macho, Mungu anaona. So ukikuja hapa mbele kwa madhabahu na unajifanya kabisa kabisa Mungu anaangalia hiyo moyo ndio akulipe. Mungu hapendi uongo kwa madhabahu. Mungu hapendi uongo kwa madhabahu. Baba, mimi nakuabudu. Baba, mimi nakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi nakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi anasema ukweli. Kanisa huyu mwenye ameimba sasa amesema ukweli. Mbona anadanganya Mungu? Aje kuna Mungu na kuinua mikono na uko hapa. Mbele zako ni nama na uko kama ulipoti hivi. Are you being truthful? Kanisa mbona mtamangi? Kuinuliwa si unaonyesha kwa matendo. Hiyo ndio kuwa truthful. Yaani inaanza na ndani, alafu unaonyesha kwa matendo. Hiyo ndio kuwa mkweli. Huyu ni mhuduma wa ukweli. Psalm 51 verse 6. Psalm 51 verse 6. Psalm 51 verse 6. Tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nao utanifundisha hekima kwa siri. Mungu anapendezwa na ukweli ulio moyoni. So kila mtu ambaye anahudumu ndani ya nyumba ya Mungu lazima akuwe mkweli ndani ya moyo. Na ndio maana sasa hivi tunasema kwamba kama utakuja kupeana sadaka, alafu kujua kwamba kuna kitu kikwazo kwa ndani ya ndugu yako, achana na sadaka, enda tengeneza njia zako ndio urudi. Hivyo ndio Mungu anataka sasa ukweli. Yesu akaangalia watu wakitoa sadaka, wala sadaka watu wanatoa. Kuna mama anakuja anaangusha yote yenye alikuwa nayo kwa nini? Kwa box. Yesu anasema kwa huyu sadaka yake kwa sababu amekuwa mkweli. Ametoa ile ambayo iko ndani yake yote. Wakati unataka taifa hapa, uko sure hiyo taifa unaleta hapa ni 10% ya mshahara wako. Proverbs chapter 6 verse 16. Zaburi Methali 6:16. Methali 6:16.
Kuna vitu 6 anavyochukia Bwana na vitu 7 vilivyochukizwa kwake. Tuanze kuzitaja hivi tuone. Macho ya kiburi, namba 2. Namba 2 kanisa. Kuna vitu 7 ambavyo Mungu anachukia sawa, anaanza kuzitaja. Kwanza ni macho ya kiburi, ya pili ni ulimi wa uongo. Tuachie hapo kwanza. Ulimi wa uongo Mungu anachukia hiyo. Na hii ndio kitu ambacho ilifanikia Ananias na Safira. Wameuza shamba in the book of Acts chapter 5. Acts chapter 5 verse 1 to 11 tunasoma. Wameuza shamba wakaamua kuleta sadaka katika nyumba ya Mungu. Wamekuja kudanganyana kwa madhabahu. Wote walikufa kwa madhabahu. Sababu gani? Walidanganya Mungu kwa madhabahu. Na kanisa Mungu anachukia uongo. Tukikuja kwa madhabahu tukimdanganya anachukia uongo. Wakati Ananias na Safira walifanya hivyo walikufa kwa madhabahu sababu Mungu anachukia uongo. Ndio maana tunasema kwamba kila minister, kila saba madhabahu lazima awe truthful katika madhabahu. Na ndio maana mpaka sasa hivi John chapter 4 verse 23 to 24 anasema kwamba anatafuta mpaka sasa hivi anatafuta waabudu, anatafuta ministers ambao watamwabudu kwa roho, alafu wakishaabudu kwa roho na ukweli. Mpaka sasa hivi hiyo mstari mpaka sasa hivi. Kwa maana Mungu anatafuta watu kama hao mpaka sasa. Matendo ya Mitume 17:30 katika jina la Yesu tunapoandaa kufikisha mama yetu aweze kuomba pamoja nasi katika jina la Yesu. Acts chapter 17 verse 30. Biblia inasema kwamba basi zamani zile za ujinga, wakati tusitumia na ujinga, basi zamani zile kama wakati ambapo huko unajua Mungu alijifanya kana kwamba haoni. Hiyo wakati Mungu anafanya hizi vitu kwa madhabahu na huko unajua. So hiyo wakati Mungu hakuwa anaona, alikuwa anajifanya kana haoni. Bali sasa anawaagiza watu wafanye gani? Watubu. Ndio tulifanya hizo vitu. Hatuko tunajua ni makosa, lakini anasema ya kwamba basi bali sasa anawaagiza watu wote kwa kila mahali wafanye gani? Watubu. Neno la Mungu. Tulikuwa tunafanya bila kujua, lakini sasa tumejua. So dawa ni nini? Kwa msamaha. Mungu msamaha. Ni vitu tumefanya kwa madhabahu bila kujua, hatukujua kwamba tunafanya makosa. Mungu ruhusu neema. Tumekosa kuwa ukweli katika nyumba yake. Tumekula fungu la 10. Tunakuja na wewe unapewa mshahara 10,000, unakuja na 500. Ni vitu kabisa. Unapeana. Mungu anakuona. Shukrani. Huduma ambayo ni ukweli. Mshahara wako ni 1,000, unaleta shilingi 50, 100 umekula, Mungu anakuangalia tu. Mungu ni aina gani? Huyu president, huyu asha, huyu ni mwombezi aina gani? Anafanya vitu kwa roho, lakini ukweli hauko. Mungu siku ya